Kristo, ndugu wazazi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kwa majina naitwa Baltazar Naswai, ni mwalimu mkuu wa shule ya St. Jude Thaddeus. Kwa pamoja ninawakaribisha wote kwenye mahafali ya 6 kwa shule ya awali na mahafali ya 3 kwa darasa la 7 kwa mwaka wa 2025. Kwa leo darasa la awali wanafunzi wanaohitimu wako 49 na darasa la 7 wako wahitimu 28. Kwa hivyo ndugu wazazi, wageni waalikwa pamoja na mgeni rasmi na meza kuu kwa ujumla, ninawaalika katika mahafali hii na muone mambo machache ambayo tumeweza kufanya katika shule yetu. Awali ya yote, shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kitaaluma hasa kwa mwaka huu wa 2025. Tumejitahidi sana. Tumeweza kufanya moku ya wilaya, darasa la 7 wakashika nafasi ya kwanza kati ya shule 83 kwa ndani ya wilaya ya Monduli, na tumeweza kushika nafasi ya 3 kwa darasa la 4 kati ya shule 92. Pia tulibahatika kufanya moku ya mkoa kwa darasa la 7 tu, na wakaweza kufaulu na kupata daraja A. Ufaulu hata ule wa wilaya pia walipata madaraja A wote, hatakuwa na alama B. Pia hata hii moku ya mkoa tumeweza kupata daraja A, na darasa la 7 wameshika nafasi ya 16 kimkoa kati ya shule 821. Darasa la 4 bado hawajafanya moku ya mkoa kwa sababu bado tarehe ya kufanya mtihani wa taifa bado, kwa hiyo wataandaliwa. Ila tulibahatika pia kufanya mtihani wa CSSC. Hii CSSC ni Christian Social Services community, ambayo inahusiana na inamiliki mashirika, taasisi zote zilizoko chini ya mashirika ya dini. Kwenye Northern Zone tumeweza kufanya darasa la 4 na la 7, na darasa la 4 likaongoza kwa Northern Zone na darasa la 7 tukashika nafasi ya 2 kwenye Northern Zone. Kwa hiyo kitaaluma tunazidi kwenda juu. Tumeweza kufanya pre-national 2 ndani ya wilaya kwa darasa la 7. Kwenye hizo pre-national ya kwanza shule ikashika nafasi ya 3 na pre-national ya 2 shule ikashika nafasi ya 2. Kwa hiyo tunaendelea kufanya vizuri. Bali na hayo, mafanikio mengine ambayo tumeweza kuyapata, tumeweza kuajiri mwalimu wa Kifaransa na wanafunzi wetu wakaanza kufundishwa masomo ya Kifaransa kwa mwaka wa 2025, na litakuwa zoezi endelevu. Ndugu wazazi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana pamoja na mgeni rasmi, mmejionea wenyewe hata kwenye wimbo wa taifa watoto wametumia lugha ya Kifaransa kuimba, wakautafsiri kwa lugha ya Kiingereza. Vile vile wametuonyesha baadhi ya viburudisho au viburudisho ambavyo wametumia lugha ya Kifaransa, na tunategemea Mungu akipenda mwakani darasa la 7 wafanye mtihani wa taifa wa Kifaransa. Nafikiri watakuwa shule ya kwanza ndani ya wilaya. Kwa hiyo sisi St. Jude tumejipanga kwa kuweka mambo mengi vizuri kitaaluma. Kimaadili tumekuwa tukilelea watoto wetu vizuri, kwa sababu kwanza tumeweza kuheshimu imani za kila mtoto. St. Jude hatuko kwa ajili ya kubadilisha imani ya mtoto yoyote. Kwa mfano, siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa katika vipindi vya kawaida kuna vipindi vya dini, na hivi vinafundishwa na sister ambaye anaitwa Sister Immaculate, ambaye yuko hapa kwenye parokia yetu. Anafundisha maadili, na maadili hayachagui dini. Lakini bali na hayo, siku ya Ijumaa kulingana na taratibu na sheria za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakuwa ni siku maalum ya dini. Masomo yanakuwa ni ya muda mfupi. Kwa hiyo kwenye vile vipindi vya dini tumeweza kuwatenga watoto kulingana na madhehebu yao. Watoto wa dini ya Kiislamu wamekuwa wakichukuliwa na magari yetu wakipelekwa msikitini. Wale watoto wa madhehebu mengine ya Kikristo kama Lutherani, Pentecoste na Sabbath wamekuwa na vyumba vyao na viongozi wao wa dini wakiwafundisha. Hali kadhalika Roman Catholic nao wamekuwa hivyo. Kwa hiyo hatuna udini kwenye shule yetu ya St. Jude Thaddeus. Tuko hapa kwa ajili ya huduma na biashara, na ndio maana tunaheshimu imani za wenzetu. Hata siku za Jumapili bado magari yetu yanatumika kuwapeleka
wale wanaokwenda makanisani, maana wakwetu wako hapa hapa na wanaingia ibadani hapa hapa. Kwa hiyo kwa nini tumekuwa na vipindi vya dini katikati ya wiki? Vile vipindi ni kwa ajili ya kufundisha maadili ili watoto wetu wawe na nidhamu nzuri, kwa sababu nidhamu inaendana na taaluma. Na ndio maana hata shule yetu imeweza kufanya vizuri kutokana na mwendelezo wa nidhamu ambao tunapambana nao. Na la mwisho kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba watoto siku hadi siku wanaongezeka kwenye shule yetu ya St. Jude Thaddeus, wanahama kutoka shule zingine kuja katika shule yetu. Na kwa hapa Mtwammu, shule zote zilizoko hapa za English medium, St. Jude Thaddeus ndio yenye ada nafuu. Ada yake iko chini na tunailipa kwa awamu 4. Kwa darasa la nasari au awali, ada yao ni shilingi 600,000 kwa mwaka bila usafiri. Kwa ile 600,000 ukiigawanya mara 4, which means uanze kulipa mwezi wa kwanza mpaka wa 3, wa 3 mpaka wa 6, wa 6 mpaka wa 9, wa 9 mpaka mwezi Disemba, utakuta kwamba unalipa 1,500,000. Na kama mtoto anatumia usafiri, maana pia tunayo magari ya shule, usafiri ni shilingi 300,000, japo saa nyingine inategemeana na umbali wa mtoto anapotoka. Kwa hiyo naweza nikasema kwa kifupi, ada ya shule ya awali kuchanganya na usafiri, maana wengi wanalipa ile 300,000, ni shilingi 900,000, ambayo pia tunaigawa katika makundi hayo 4 kulingana na uwezo na uchumi wa mzazi. Tumeangalia makundi yote, hatulingani kwenye uchumi, ndio maana tukaweza kuigawanya mara 4. Ada ya darasa la kwanza mpaka la 7 ni shilingi 700,000 kwa mwaka. Lakini la 7 kwa utaratibu na sheria ya shule wanakuwa wako hostel. Na ada ya hostel kwa darasa la 7 tu ni shilingi 700,000. Kwa hiyo unajikuta mwanafunzi wa darasa la 7 analipa shilingi 1,100,000 na 400,000. Lakini kwa darasa la kwanza mpaka la 6 ada ya hostel ni shilingi 600,000. Kwa hiyo kwa yule ambaye yuko hostel analipa shilingi 1,100,000 na 300,000. Na vyote hivyo vinagawanywa mara 4 kwa mwaka, unalipa kidogo kidogo. Kwa nini ada ya darasa la 7 imekuwa juu kidogo kuliko ada ya darasa la kwanza mpaka la 6? Ni kwa sababu kuna malipo ambayo tunawalipa pia walimu kwa kufundisha yale masomo ya ziada, na ndio maana tunaweza kupata matokeo mazuri. Na shule yetu ya St. Jude Thaddeus ina hosteli kuanzia darasa la kwanza tunapokea watoto mpaka darasa la 7 na wanalelewa. Hosteli yetu iko katika mazingira mazuri, watoto wana afya njema, tunao matrons wetu wanawakea vizuri. Kwa mfano watoto wa darasa la kwanza, la pili, la 3 wanawafulia, wanawaogesha. Wale wa kuanzia darasa la 3 wanaanza kufanyishwa mazoezi madogo madogo ya kujifulia, lakini baadaye walezi wao wanamalizia, lakini ni katika zoezi na kuwafundisha watoto kazi za mikono. Kwa hiyo ndo St. Jude Thaddeus. Tunawakaribisha wazazi wote na walezi wote na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa ajili ya huduma nzuri kama nilivyoweza kuwaeleza. Asante.